Online. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni washukuru wote waliotutia nguvu katika safari hii, waliotutia moyo katika safari hii, waliotujengea matumaini mapya katika safari hii, waliotuambia tusikubali kuvunja ndoto zetu, tusikubali kufifisha matumaini yetu. Ninawashukuru kwa niaba yenu wote na kwa niaba ya wengine wengi wanaotusubiri huko mikoani, majimboni, wilayani, katani, vijijini na kwenye vitongoji. Ninawashukuru sana. Mmetutia moyo, mmetufariji na mmeonyesha kuungana nasi katika kipindi hiki cha kujiandaa na safari mpya. Aidha, kipekee sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kuomba radhi sana mamia kwa maelfu ya wanachama waliokuwa na utayari wa kuja jijini Dar es Salaam kushiriki tukio hili, lakini sisi tukawazuia, hasa baada ya kuona mabadiliko ya ukumbi yasingeweza kuhimili kishindo na gharika waliokuwa tayari kuionyesha katika jiji la Dar es Salaam. Mtakumbuka tukio letu hili mara ya kwanza tulilipanga kulifanya Mlimani City, baada ya kufanya tathmini ya kwamba ndio ukumbi mkubwa na wenye viwango toshelevu kwenye maono yetu na ndoto zetu. Bahati mbaya sana, ukumbi ule hatukuupata kwa tarehe tuliyokuwa tumeipanga, na hatukuipata kwa tarehe nyingine mbadala tuliyoitoa, na hatukuipata katika mwezi mzima huu wa Mei. Ukumbi umekuwa booked mpaka tarehe 29 mwezi huu wa 5. Hapo tulilazimika kutafuta njia mbadala, na ndipo tukatafuta ukumbi huu wa Ubungo Plaza. Mabadiliko hayo yalitufanya tuongeze nguvu ya kuwashawishi wanachama wetu wasifike kwa wingi Dar es Salaam, kwa sababu hatutakuwa na pa kuwaweka. Lakini wapo waliokataa, wakasema tuko tayari, Ubungo Plaza tunapajua, tutakaa barabarani, tutakaa kwenye bustani, tutakaa kwenye maegesho ya magari, lakini lazima na sisi tufike tuhesabiwe katika siku za awali kabisa za mwanzo wa safari yetu mpya. Ndio maana hali iko hivi, ndani kumejaa, nje kumetapika, ili mradi ni raha tupu, na hakika leo ni siku ya furaha kubwa sana. Kwa hiyo niwaombe radhi sana wale waliotukubalia kwamba wasije Dar es Salaam, na tukawaahidi tutawafuata mikoani, na ndio sababu iliyotufanya tuzungumze na wenzetu wa Azam Media pamoja na kituo cha televisheni cha ITV ili kurusha matangazo haya mubashara, kwa sababu tunajua maelfu kwa maelfu ya walio tayari kufika Dar es Salaam kwenye siku ya leo tuliwazuia. Hatukutaka tuwanyime na haki ya kuona kila kinachoendelea mubashara, ndio sababu ya kuamua kurusha matangazo yetu haya moja kwa moja. Aidha, nimeshukuru sana vyombo vya habari vyote vya umma na binafsi kwa ushirikiano wao waliotupatia wakati wote, tangu wakati huo tukijipima, tukijitafakari, na hata katika hatua ya kuamua, na baadaye hatua ya leo ya kufanya maamuzi ya kuanza upya safari yetu hii mpya. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndoto hii tuliyokuwa nayo, tunaamini tumekuja mahala sahihi, na tunaamini wanachama na wapenzi na washabiki walioungana na Chauma wako mahala sahihi. Tumepima falsafa, tumepima itikadi, tumepima malengo, na tumeangalia haiba ya Chauma, tumeipima kwa muda mrefu. Ndio maana tukaridhia na tukashawishi wenzetu, hebu twendeni Chauma tukaendeleze safari hii. Hii haina maana kwamba vingine vyote vilivyobakia ni vibaya, kwamba havina haiba njema, havina itifaki njema, havina itikadi njema. La, lakini ilipaswa lazima katika vyama 18 tuchague kimoja, kwa sababu kimoja tulikikataa tangu mwanzoni, nacho ni Chama cha Mapinduzi. Tulisema Chama cha Mapinduzi hapana, kwa sababu bado tuna nguvu, tuna uwezo, tuna sababu ya kupambana nao, tuna sababu ya kushindana nao, ili tutimize ndoto za Watanzania za kuona mabadiliko ya kiutawala katika nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni imani yangu
mimi na wenzangu wote tulioungana nami tutaendeleza pale ambapo chama hiki tumekikuta kikiwa salama, kikiwa tulivu, kikiwa na maono, na sisi tutaendeleza maono hayo, tutaendeleza utulivu huo, na tutaendeleza itifaki na falsafa na itikadi ya Chauma kwa nguvu zetu zote, kwa ari yetu yote, na kwa moyo wetu wote. Tumechagua kukataa kuzimisha ndoto na kuzimisha matumaini, imani na matarajio ya Tanzania kwenye mabadiliko, na ndio maana tunasema tunaendeleza tulipoishia. Narudia tena, tumekataa na tumechagua kwa makusudi kukataa kuzimisha ndoto na kuzimisha matumaini, imani na matarajio ya Tanzania kwenye mabadiliko. Ndio maana tumechagua slogan ya tunaendeleza tulipoishia, kwa sababu ipo safari ambayo kwa miaka mingi kwenye maisha yetu tumeipigania. Yapo matumaini ambayo kwa muda mrefu kwenye maisha yetu ya siasa tumeyapigania. Tumepita kwenye mateso magumu, tumepita kwenye nyakati ngumu. Hatukuwahi kukata tamaa, hatukuwahi kurudi nyuma, hatukuwahi kuogopeshwa, hatukuwahi kurudi nyuma. Ya nini na kwa nini, na hasa kwa jambo gani eti leo tukubali kurudi nyuma? Kwa sababu tu ya vitu ambavyo tangu awali tulijua hivyo ndivyo tunavyopigania katika maisha yetu ya kisiasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utofauti wa fikra na mitazamo haujawahi kuwa usaliti, haujawahi kuwa uhaini, wala haujawahi kuwa utovu wa nidhamu katika maisha ya mifumo ya kidemokrasia inayoheshimu pamoja na mambo mengine uhuru na haki ya maoni ya kila mmoja. Narudia tena, utofauti wa fikra na mitazamo haujawahi kuwa usaliti, uhaini, wala utovu wa nidhamu kwenye taasisi au jamii inayoamini katika maisha ya kidemokrasia inayojengwa na uhuru, haki na maendeleo ya watu. Nisingependa turudi sana nyuma. Tumezungumza sana, tumesema sana, lakini tumechagua tuliolichagua kwa sababu hatuko tayari kurudi nyuma na kuiacha Chama cha Mapinduzi eti kiendelee kutamba. Ushahidi ni huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, na bila shaka leo dunia itaona. Mimi kuna baadhi ya watu niliwaambia mpo mtakao tuelewa mara moja, na mpo ambao mtachelewa kidogo kutuelewa, na mpo ambao kwa makusudi mtalazimisha msituelewe. Ushahidi wa leo wa mamia kwa maelfu ya watu waliofika hapa kutoka wilaya mbalimbali, majimbo mbalimbali, mikoa mbalimbali, kanda mbalimbali ni kiashirio cha mapokeo chanya, ni kiashirio cha kiu ya Watanzania wasiokuwa tayari kuiona CCM ikitamba kwenye uchaguzi, kwa sababu wanaelewa maumivu na hasara ya kuachia mabuya shamba la mahindi kuachia nyani. Wanaelewa kabisa, wanaelewa athari za kukimbia mashindano, wanaelewa athari za kukaa mbali, wanaelewa. Hiki ni kielelezo, na nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Mwenyekiti, bado na waheshimiwa wanachama wenzangu wa Chauma na wapiganaji wenzangu wa Chauma, wapo wengi wanaotunga mkono na wataendelea kutunga mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wazi sasa tuna kila sababu ya mambo makubwa mawili kuyatekeleza kuanzia leo. Jambo la kwanza ni kwenda kukijenga na kukisuka chama chetu cha Chauma. Tumetoka kwenye kata, turudi kwenye kata kujenga safu za uongozi na taarifa sahihi za wanachama wetu. Tumetoka kwenye majimbo, turudi kwenye majimbo tukayajenge majimbo yetu. Tumetoka kwenye wilaya, tumetoka kwenye mikoa, tumetoka kwenye kanda, na wengine tumetoka kwenye ngazi za taifa. Jukumu letu la kwanza kubwa hivi sasa ni kwenda kukisuka kiorganization chama chetu kipya. Na mimi sina hofu. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Bara amesema tukiangalia sura hapa tunajuana vizuri sana. Nani ana uwezo wa kukaa miezi mitatu bila kulalamika akijenga chama? Nani ana uwezo wa kuiacha familia yake miezi 6 kwenda kujenga chama? Nani ana uwezo wa
chama kinajengwa, tunajuana na tumo humu, tunajuana. Uongo ndugu zangu? Uongo? Wanachauma wenzangu, uongo? Kwamba tumo watu magoigoi humu, hakuna wapiganaji humu, hakuna soldiers humu. Sasa twendeni tukajenge chama chetu kipya hiki. Huko tunapokwenda tutawakuta wanachauma wenzetu, tuwasikilize, tukae nao. Hakuna chauma mpya wala chauma kongwe. Leo kuanzia hapa chauma ni moja na sisi wote ni wamoja, na tuwe tayari kushirikiana kwa namna yoyote ile iwavyo katika kuijenga na kukiimarisha chama chetu cha Chauma. Tunatambua kazi kubwa iliyo mbele yetu ya kwenda kukisuka chama hiki, lakini mimi sina chembe ya hofu, sina chembe ya mashaka, na kipimo ni hiki. Kama tumeweza kuelezana kuja na tukaja katika mazingira magumu, tena mazingira ya kipindi cha muda mfupi, nini kitatushinda? Wapi hatupajui? Wapi hatujafika? Wapi hatujui password yake? Nini tufanye chama hiki kiweze kuwa imara? Wapi hatujui? Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapotoa maelekezo haya ya kwenda kukisuka chama, ninatoa kwa kujiamini kweli kweli. Yaani ninatoa kwa kujiamini kweli kweli. Ndani ya mwezi mmoja ninaamini tutaona mabadiliko makubwa ya Chauma ikiibwa kila kata, kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa na kila taifa. Sina chembe ya mashaka, kwa sababu tunajua, kwa sababu tunafahamu, na kwa sababu tunayo ari, tunayo nguvu, tunayo shauku, tunayo kiu ya kufanya hivyo, ile tuliyokuwa nayo miaka 10 iliyopita, miaka 15 iliyopita, miaka 20 iliyopita. Na ndio maana tunasema tunaendeleza tulipoishia, kwa sababu tunajua wapi tulipoishia. Wanachama wenzangu na wana wa ukombozi wenzangu wa Chauma, twendeni tukafanye hivyo, tukafanye kwa wivu mkubwa, tukafanye kwa ari kubwa, tukafanye kwa imani kubwa, kwa sababu Watanzania hawa wameichoka CCM, na hatuko tayari kuwaachia CCM eti watambe kwenye uchaguzi, tukiwaangalia kwa kudanganyana kwa maneno matamu ya kwenye Twitter na kwenye Clubhouse. Tutapambana na Chama cha Mapinduzi mguu kwa mguu, bega kwa bega, jino kwa jino, kwa sababu ndivyo tulivyojengwa, ndivyo tulivyofundishwa, na ndivyo tulivyoamini. Usikimbie Chama cha Mapinduzi. Tulishindwa kumkimbia kwenye nyakati ngumu, tunamkimbiaje kwenye nyakati laini hizi? Tulishindwa kumkimbia kwenye nyakati ngumu, tunamkimbiaje kwenye nyakati laini hizi? Tunakwenda, twendeni wanajeshi, twendeni wana ukombozi, tukajenge Chauma, tukalinde matumaini ya Watanzania. Utaratibu mzuri tutaupanga, na hili yuko Chief Architecture wa mambo haya, Field Marshal Benson Singo Masala Makali Kigaia. Nilitamani sana tuendelee kucheza winga mbili kushoto na kulia, tukipanda na kushuka, namba 7 na namba 11. Nilitamani sana, kwa sababu mchezo huo wanaujua kwamba mwalimu namba 7, Kigaia nambari 11, tunapanda tunashuka kama wenye mapafu ya mbwa. Sisi hapo walituogopa, sisi hapo walitukimbia. Tuliwafanya sisi hapo wakaogopa kuvaa mashati ya kijani mitaani. Ni sisi. Eti leo tuwaogope? Eti leo tuanze kupambana nao kwenye Clubhouse? Tuanze kupambana nao kwenye maneno laini? Hayo tutawaachia waimba taarab, hayo tutawaachia wasanii, hayo tutawaachia wasingeli waimbe vimaneno. Sisi tutapambana tukiwa uwanjani.
Hauogopi? Tulifikishwa mahala hapa, tulikuwa tunaangaliana hivi, hujui kesho yako ikoje, lakini unatoka unapambana na Chama cha Mapinduzi na unarudi ukiwa salama. Tushindwe leo? Kuna wakati hapa tulikuwa tunatembea na barua za dhamana polisi hapa. Maana kila wakati wao utaitwa tu polisi na kesi ni moja, uchochezi. Tulitembea hapa, hatukuogopa mitutu ya bunduki, hatukuogopa vitisho, hatukuogopa uchawi, hatukuogopa kila aina. Tulisimama vijana sisi kulinda heshima ya taifa letu, kwa pigania wa Tanzania. Leo turudishwe kwenye Clubhouse, leo turudishwe kwenye Twitter, leo turudishwe kwenye mistari vya kutiana matumaini, huku tukiona matumaini ya Watanzania yanafifishwa. Waswahili wanasema utamu wa uongo uliotangulia kamwe hauzuii ukweli kudhihiri. Ukweli utadhihiri na umeanza kudhihirika leo. Nini Watanzania wanakitaka? Uongo ndugu zangu. Majeshi yaliyotoka haya, kila jimbo, kila wilaya, kila mkoa, punda hatukuchoka kuubeba mzigo wa matumaini ya Watanzania. Hatukuchoka kuyabeba matumaini ya Watanzania. Tuko tayari kwa mapambano. Hii ni kama mwanajeshi aliyejeruhiwa akavua combat, akabadilisha combat, akarudi kuipigania nchi yake. Na sisi tunasema aluta! 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 Mapambano lazima yaendelee. Ndugu zangu, ninawaomba sana. Tunashiriki uchaguzi mkuu Chauma. Tunashiriki uchaguzi mkuu Chauma. Na kuna watu hapa, ili jeshi nimekile nikiliangalia hii, mzee wa Ubwabwa hii, mheshimiwa mwenyekiti, ili jeshi hii, kila nikiangalia wanaweza wakaruhusiwa. Ninawaambia sisi hapo waruhusuni wenzetu waje, tutawachapa na wao. Hatutaogopa, tutawachapa. Tuko tayari kupambana na yeyote. Tutashiriki uchaguzi. Hilo ni jambo la pili. La kwanza, tukasuke chama. La pili, tukakiandae chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu, kwa sababu tunakwenda kushiriki uchaguzi. Tutaweka wagombea kwenye kata zote 379 za nchi hii. Ninawahakikishia tutaweka wagombea. Tutaweka wagombea kwenye majimbo yote 264 ya awali na majimbo 8 yaliyoongezwa. Tunakwenda kuweka wagombea wakalinde haki za Watanzania, wakayalinde matumaini ya Watanzania, wakawe sauti za wanyonge, wafanyabiashara, wakulima, wavuvi, wafugaji, wafanyakazi wa umma, wafanyakazi wa sekta binafsi na makundi mengine mbalimbali kwenye jamii. Wanahitaji watu wa kuwasemea, na kazi ya kuwasemea watu wanaonyimwa haki zao haijawahi kuwa nyepesi katika maisha haya, wala haijawahi kutegemea maneno matamu. Yanategemea ujasiri na utayari wa watu kushuka na kuwa mstari wa mbele kuwasemea watu wenye mahitaji mbalimbali. Tutakwenda kuweka wagombea, na ninataka niwatangazie rasmi kwamba wale wote wenye nia ya kugombea nafasi za udiwani, nafasi za ubunge na hata nafasi ya urais kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma wajiandae, watangaze nia zao, na utaratibu rasmi siku si nyingi unakuja namna gani nia zao hizo zitapokelewa, maombi yao hayo yatashughulikiwa na hatimaye kupeperusha bendera ya Chauma kwenye uchaguzi mkuu ujao. Twendeni tukawaambie na wenzetu ambao wafanikiwa kufika hapa kwamba treni imewashwa Dar es Salaam huko,
na treni inashuka mlima, haipandi mlima, inateremka hivyo kitonga, inashuka mlima. Waungane na sisi, wawe tayari kutuunga mkono kwa namna yoyote ile, ama kwa kugombea ama kutupokea. Watusaidie maji ya kunywa, watusaidie chakula, watusaidie mafuta, watusaidie maspika, watusaidie pikipiki, watusaidie usafiri, kwa sababu tumechagua tulioyachagua, kwa sababu hatutaki matumaini yao yazimwe, hatutaki ndoto zao zizimwe. Ndugu zangu, nataka niwaambie, tutashiriki uchaguzi huu kwa kishindo, tena kwa kishindo kweli kweli. Nataka niwahakikishie tutashiriki uchaguzi kwa kishindo, tena kwa kishindo kweli kweli, kwa sababu tunaamini, tunaunga mkono. Hatuko tayari kuiacha CCM ipite bila kupingwa. Hatuko tayari. Hiyo ni dhambi kubwa ambayo sisi vijana tuliokubali kuipigania nchi hii kwa jasho na damu, tuliokubali kupoteza maisha yetu kwa sababu ya kupigania nchi hii, tuiache CCM leo madiwani wake wapite bila kupingwa au bila ushindani madhubuti, wabunge wake wapite bila kupingwa au bila ushindani madhubuti, kwa sababu tu tunadai mabadiliko. Tunakubaliana kudai mabadiliko, tutaendelea kuyadai mabadiliko, lakini wasipobadilisha, wasipoleta mabadiliko, wasipoleta sasa, tutapambana nao na tuko tayari kwenda kuyaleta sisi baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ninawaomba sana tuwe tayari kutangaza nia zetu, na siku zijazo, siku chache sana zijazo, kamati kuu ya chama chenu pendwa itakutana na itatoa utaratibu wa namna gani mchakato mzima utakavyokwenda, na hii ni pamoja na viti maalum. Na niwaambie, hakutokuwa chauma na kiti maalum cha kubebana bebana, hakipo. Twende tukafanye kazi na kila mmoja apimwe kwa kazi yake. Hiyo ndio njia pekee tutakayofanya chama hiki kubaki kuwa na heshima baada ya Oktoba 2025. KM Online TV.